Yupo mama aliyetumia imani yake kama fursa ya kupokea uponyaji wake. Na kama ulikuwa ujui, hata wewe unaweza ukaitumia imani yako kama fursa ya kupokea unachokihitaji kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya Jumapili na naamini umekuwa na siku njema. Leo tunaangalia neno la Mathayo katika Injili ya Mathayo sura ya 5 na mstari wa 27 na 28, ambako imeandikwa, aliposikia habari ya Yesu alipita katikati ya makutano kwa nyuma, akamgusa vazi lake, maana alisema, nikigusa vazi lake tu nitapona. Maana alisema, nikigusa vazi lake tu nitapona. Bwana Yesu asifiwe. Nafahamu najua habari ya mama ambaye alikuwa anatoka na damu kwa muda mrefu bila kukoma. Na jamii na watu waliomzunguka, madaktari wote walishashindwa, na wale wote waliomzunguka walishamwona hafai, walishamtenga kwa sababu yeye alikuwa ni najisi, kitu kisichofaa katika jamii ya watu wa Wayahudi. Kwamba ni mama ambaye alishakata tamaa kabisa kwa sababu alishakataliwa na kila mtu. Lakini sio hicho tu, kila dawa aliyotumia wa madaktari wote mabingwa, na yenyewe pia ilishashindwa na hilo tatizo lake. Na kwa sababu ya hilo tatizo lake, basi na yeye mwenyewe alishajikatia tamaa kabisa, na akaamua ajitenge kwa sababu yeye ni kitu kisichofaa katika jamii. Shika hiyo. Yaani yeye ni kitu kisichofaa katika jamii. Maana jamii ilishamkataa moja kwa moja. Jamii ilikuwa imtaki. Nini? Kwa sababu ya tatizo alilokuwa nalo. Kumbuka, tatizo hakulileta yeye, wala tatizo kulitaka yeye limpate. Lakini kwa sababu tayari analo tatizo ambalo linaonekana halifai, lile tatizo lilisababisha na yeye mwenyewe aonekane hafai kwenye jamii. Hata ndugu zake wa karibu, watu waliompenda, watu ambao walitegemea kitu kwake, baada ya tatizo na wao walimkataa. Baada ya tatizo na wao walimuona hafai. Baada ya tatizo na wao walimtenga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye alijisemea moyoni, baada ya kusikia kwamba yupo Yesu wa Nazareti ambaye anatenda mambo ya ajabu katika hii jamii yake, ambaye kuna watu wanaokolewa, ambaye kuna watu wanabadilika, kuna watu wanafufuka, kuna watu wanaona tena ambao walikuwa ni vipofu, kuna watu wanasikia tena ambao walikuwa ni viziwi, lakini kuna watu ambao wanarudi kwenye maisha ambao walikuwa wamekufa, ambao walikuwa wamefufuka. Manake moyo wake ulivyosikia habari ukapata picha, kama kuna mtu anarudi kutoka kwenye mauti, kuna mtu anatoka katika wafu, nini kuhusu tatizo langu hili la kutoka damu ni kitu gani? Akajisemea moyoni kwamba mimi nitaenda, wala sihitaji anione, sihitaji aniombee, sihitaji aniguse, sihitaji aseme chochote, ila mimi imani yangu tu nikimgusa ninaenda kupokea uponyaji wangu. Nikimgusa ninaenda kupokea uponyaji wangu. Wapo ambao waliwekewa mkono, sawa. Wapo ambao waliitwa, sawa. Wapo ambao waliwaombea, sawa. Wapo ambao waliwapa maelekezo kwamba wewe nenda ukanawe kwenye birika utaona. Lakini mimi hayo siyataki. Mimi nataka nikaguse tu pindo la vazi lake, alafu mimi napokea uponyaji. Kumbuka huyu mama alishakuwa filled, alishashiba na taarifa ambazo alizipata za Yesu na matendo ya Yesu na mambo makubwa ambayo Yesu aliyafanya. Akaona kabisa kama hayo yaliwezekana, ili la kwangu ni dogo sana mbele za Yesu. Na ndio maana akaamua kutoka moyoni kwamba mimi sihitaji mambo mengi, nahitaji tu kugusa vazi lake, alafu mimi nitapona hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kama ambavyo wewe umeteseka, ni kama ambavyo wewe umetengwa, ni kama ambavyo wewe umeonekana ufai, ni kama ambavyo wewe ulishakataliwa na kila mtu. Leo Yesu yuko mlangoni, anataka wewe ufanye maamuzi kama ambavyo huyu mama alifanya maamuzi ya moja kwa moja ya kuamini na moyo wake na kusema kwamba nitagusa vazi lake, na nikigusa vazi napokea uponyaji. Na wewe asubuhi leo amua
kwenda kwa moja kwa Yesu, ukaguse vazi lake, ukaguse ufahamu wake, naye akakupe uponyaji wako, kile unachohitaji katika jina la Yesu. Kuna watu matumbo yamefungwa, kuna watu baraka za mikono zimefungwa, kuna watu sura zimeibiwa. Kila ukionekana na wanaume wanawake ambao unataka uwaoe au wakuoe, basi unaonekana kitu cha ajabu. Lakini Biblia inakuhakikishia leo, asubuhi ya leo, kama utaamua na moyo wako moja kwa moja kumwendea Yesu, Yesu yupo, na kama ambavyo alifanya kwa yule mwanamke, naye atafanya kwako katika jina la Yesu. Imagine, akajipenyeza. Biblia inasema akajipenyeza katikati ya makutano wote. Kwa kujipenyeza, na bila shaka alikuwa anajiba, kwa sababu tayari huyu mtu alishatengwa na yale makutano, pia hawakutaka kumwona. Lakini Biblia inasema kwa imani yake akajipenyeza mpaka akafika karibu na alipo Yesu. Biblia inasema akagusa pindo la vazi lake, hapo akapokea uponyaji. Hapo ile damu ikakata, hapo ile damu ikaisha katika jina la Yesu. Ribasaka ikakata hapo ikakata, na Yesu akahisi kuna nguvu imemtoka ambayo sio ya kawaida. Akauliza, ni nani amenigusa? Imagine, wakaanza kumshangaa, huyu bwana Yesu anasema nini? Ina maana watu wote wanaomsonga, ina maana hajahisi kwamba kuna mtu amemgusa. Ina maana haoni kwamba watu wanamgusa, wanamvuta huku na huku, lakini wao waliwaza mwilini, kumbe Yesu alikuwa rohoni, kwamba kuna nguvu imemtoka. Yule mwanamke akamwambia, ni mimi. Akamwambia, nilitokwa damu miaka mingi, nilitengwa, nilikataliwa, lakini nilivyogusa tu vazi lako nimepokea uponyaji hapa, na damu imekata, haitoki tena. Yesu akamwambia, nenda, imani yako imekuponya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakuhakikishia asubuhi ya leo, ukiamua kushika pindo la Yesu, ukaweka nia yako 100% kwake, asubuhi ya leo, kile unachokihitaji unakipokea katika jina la Yesu. Imani yako itakuponya. Mungu akutunze. Mungu akupe unachokihitaji. Mungu akupe imani kama ya mama huyu ambaye ilimpa uponyaji ambao uliutafuta karibia nusu ya maisha yake, lakini aliupata kwa kugusa tu pindo la vazi. Na wewe asubuhi ya leo ukapokee huo uponyaji mkubwa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Sema amen.